Sadakta mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu sana katika taarifa za upeo wa TV47, tukikupeperushia matangazo haya kutoka makao makuu ya utangazaji hapa jijini Nairobi. Tumekuandalia taarifa chungu nzima, lakini mwanzo tupate muktasari. Yajayo kwenye upeo wa TV47. Ripoti mpya ya tume ya EACC yaonyesha kuwa polisi wa trafiki wanaendelea kuongoza kwa kuchukua rushwa. We recognize and appreciate the gaps that have been there. Matumizi ya teknolojia na kuundwa kwa kikosi maalum cha kupambana na polisi wafisadi yakipendekezwa. Takwimu kutoka kwa wadau wa sekta ya afya zaonyesha kuwa watoto 5 hufariki kila saa wanapozaliwa, huku kina mama takriban 1000 wakifariki wakati wa kujifungua kuanzia Januari hadi sasa. Na maandalizi ya maadhimisho ya miaka 20 ya chama cha ODM Noga kaunti ya Mombasa yakitumika kumwenzi aliyekuwa kinara wa ODM hayati Raila Odinga. Na mtazamaji, karibu kwa takriban dakika 30 ni kufahamisha taarifa ambazo zinazidi kuchipuka na zile ambazo zimechipuka kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Wanakwetu wananiita Joashon Sare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja ni kwamba visa vya uhuni vinaendelea kushuhudiwa katika eneo bunge la Kasipul. Hapo jana maafisa wa DCI walilazimika kufyatua risasi hewani ili kujinusuru kutokana na wafuasi wa mgombea wa chama cha ODM Boyd Were. Inaripotiwa kuwa maafisa walikuwa katika misheni ya kuwakamata washukiwa wa ghasia za majuzi walioaminika kujificha katika boma la Boyd Were. Na kama anavyoripoti Sydney Chazima, mgombea huyo wa ODM sasa anadai kuwa maafisa wa DCI wamevuka mpaka. Eneo bunge la Kasipul linaendelea kugonga vichwa vya habari huku uchaguzi mdogo wa mwisho wa mwezi ukikaribia. Wakati huu ni maafisa wa DCI waliojipata taabani. Kulingana na maafisa hao, misheni yao ilikuwa moja tu: kuwakamata washukiwa wa ghasia zilizoleta maafa ya watu 2 kule Nyalenda yapata wiki 2 zilizopita. Following our intelligence, were pursuing the accused or the suspects who are cited at Kwasele. But when they realized that officers were on their pursuit, they left towards Oyugis. So later they were realized to have entered to the homestead of one of our aspirants. Lakini walipokaribia, inasemekana kuwa wafuasi wake Boyd Were, mgombea wa kiti hicho kupitia chama cha ODM, walikabiliana nao. The officers encountered very harsh resistance from young men who were armed with crude weapons. Ni hapa ambapo inadaiwa kuwa maafisa hao wa DCI walilazimika kujilinda kwa kutumia bunduki. Because of that injuries, and to at least make sure they were not injured further, they had to fire at least some blanks to the air. Lakini Boyd Were ana usemi tofauti. They brought commotion, a lot of tension. Residents were not happy. The same our former member of parliament was killed through political assassination. How will the residents feel when they hear gunshots at the same compound of the member of parliament? It's so unfortunate. All we are seeing is theatrics. They barge into someone's compound, fire gunshots. It's not fair at all. Kulingana na Were, maafisa hao hawakuwa na uhakika kuhusu walichokitaka nyumbani kwake. He indicated that they were looking for someone here. But my question is, the DCI, they have the resources, they have the machinery. If they were unsure of the person they wanted, if he was in our compound,
It was simple. They will just inform us, give us a notice. No. We will allow them to search. Because at the end of the day, they came, fired gunshots all over. There were women in the compound. The residents were there. It brought tension. At the end of the day, they didn't arrest anyone because the person they were looking for was not here. So does it mean that the DCI are incompetent? Polisi lakini wanashikilia kuwa ripoti waliopata kuhusu washukiwa wa ghasia na kule walikojificha ilikuwa halali. Kwa upande mwingine, Boyd Were anamlimbikizia lawama hasidi wake Philip Aroko. Polisi wanashikilia kuwa uchunguzi dhidi ya washukiwa wa ghasia katika kaunti ndogo ya Nyalenda bado unaendelea. Sydney Chazima, TV47. Tuangazie mengine. Maaskofu wa kanisa Katoliki wameeleza wasiwasi wao na sheria mpya ya kudhibiti mitandao, wakihofu kuwa huenda ikatumika kuvuruga matokeo ya uchaguzi mkuu ujao. Maaskofu hao wameeleza wasiwasi wao kuwa sheria hiyo inaweza kutumiwa vibaya kuzuia ukosoaji wa serikali na hivyo kuhujumu haki za msingi kama vile uhuru wa kujieleza, kushiriki mijadala ya kisiasa na kutoa taarifa huru. Wamesema kuwa sheria hiyo ilipitishwa kwa haraka bila mashauriano ya kina na hivyo kuna haja ya kuifanyia marekebisho ili kuondoa vipengee vyenye sura ya ukandamizaji. Baraza la maaskofu wa kanisa la Katoliki nchini Kenya limeeleza wasiwasi wake kuhusu mwelekeo wa serikali katika kutunga sheria bila ushirikiaji wa umma, wakionya kuwa hatua hiyo inaweza kupunguza imani kwa taasisi za serikali na kuhujumu haki za raia. Wakizungumza na wanahabari, maaskofu hao wameitaka serikali kurekebisha vipengele tata vya sheria ya uhalifu wa kompyuta na mitandao pamoja na sheria ya ardhi nambari 21 ya mwaka wa 2025, wakisisitiza haja ya ufafanuzi wazi kuhusu walengwa na sheria hizo. Aidha, wameeleza hofu kwa sheria ya udhibiti wa mitandao huenda ikatumika kuvuruga uchaguzi mkuu ujao kwa kuzuia maoni huru, kudhibiti taarifa za umma na kuwadhibiti wapinzani wa kisiasa kupitia misingi ya usalama wa mitandao. Viongozi hao wa kanisa la Katoliki wamepinga vikali mswada wa mashirika ya kidini, wakisema ingawa udhibiti unaweza kusaidia kuzuia udanganyifu wa imani kwa faida binafsi, mchakato huo unapaswa kufanywa kwa uangalifu na mashauriano ya kina. Wameonya kuwa serikali inaonekana kujaribu kudhibiti taasisi za kidini au kuamuru namna ya kuabudu, jambo ambalo lingekiuka haki ya kikatiba ya uhuru wa kuabudu. Katika muktadha mpana wa mageuzi ya kitaifa, maaskofu hao wamekosoa kasi na namna mabadiliko yanavyotekelezwa, wakitaja mabadiliko ya mara kwa mara ya mtaala, ucheleweshaji wa fedha za shule na utata kuhusu usimamizi wa elimu ya sekondari ya ngazi ya chini. Wanasema mageuzi haya yanaonekana kuendeshwa kisiasa zaidi kuliko na maslahi ya wanafunzi na walimu, hali inayozua maswali kuhusu uwajibikaji wa serikali. Vilevile, maaskofu wameeleza kukerwa na ucheleweshaji wa malipo chini ya bima ya kitaifa ya afya nchini, wakisema hali hiyo imezorotesha huduma katika hospitali nyingi za kidini na za kibinafsi. Ucheleweshaji huo umesababisha upungufu wa dawa, kusitishwa kwa baadhi ya huduma za matibabu na ugumu wa kulipa wafanyikazi. Hali hiyo inadhoofisha huduma ya maelfu ya Wakenya wanaotegemea vituo hivyo. The benefits of the new Social Health Authority SHA medical scheme has been greatly advertised. For sure, many people have received treatment under the new SHA coverage in many hospitals, for which we are so grateful. However, the medical scheme cannot survive if the health providers, that is hospitals, are not timely and sufficiently paid for the service they provide to the patients. Lasting change is realized through both civic engagement and democratic participation. Every young person's vote is a voice of hope for a more accountable, inclusive, and compassionate nation. We therefore strongly urge all eligible youth to register.
registering as a voter secures your voice and contribution. Faith Wangare, runinga ya TV47, Nairobi. Tuangazie mengine katika taifa linalojivunia maendeleo ya sekta ya afya. Takwimu za vifo vya akina mama na watoto wachanga zinaibua maswali makubwa. Watoto 20,000 wamefariki mwaka huu pekee, huku akina mama 924 wakifariki wakati wa kujifungua. Elizabeth Atieno sasa anatupa sababu ya vifo hivyo na jitihada ambazo serikali za kaunti zimeweka kudhibiti maafa zaidi. Naam mtazamaji, hebu tafakari haya. Kila saa taifa la Kenya linawapoteza watoto 5. Kuanzia Januari mwaka huu hadi sasa watoto 20,000 wamefariki, ambayo ni sawia na watoto 1,000 wanaofariki kila wiki. Na sio watoto tu. Mwaka huu kina mama 3 wamekuwa wakifariki kila siku wanapojifungua, hii ikiwa sawia na jumla ya vifo 924 ambavyo vimenakiliwa mwaka huu pekee. Hii ina maana kuwa iwapo wanawake wameabiri matatu 66, basi wote wamefariki. It's good to honor the more than 900 mothers who've passed on since the beginning of the year, and more than 20,000 newborns who've died since the beginning of the year. Kila mwaka taifa la Kenya linanakili jumla ya vifo 5,680 vya akina mama wanapojifungua na vifo 33,600 vya watoto wanapozaliwa. Sababu kuu za vifo kati ya kina mama ni kuvuja damu kupita kiasi na sumu katika damu kutokana na maambukizi. Kwa watoto, vifo hivyo vimechangiwa pakubwa na uhaba wa hewa ya oksijeni, kuzaliwa kabla ya muda ufaao na vidonda vinavyoweza kuchipuka, yani newborn sepsis. Our maternal mortality ratios remain above the SDG 3 target of 70 per 100,000 live births, and the neonatal mortality stands at 21 per 1,000 live births. Kulingana na wahudumu wa afya, hali hii imekuwa mbaya kufuatia kupungua kwa msaada kutoka kwa mashirika ya kimataifa, uhaba wa wahudumu wa afya, uhaba wa vitanda katika vyumba vya wagonjwa mahututi na uhaba wa damu. A mother who was miscarried or has not gone with a baby, born with a baby which is part of the blessing, cannot be mentally the same as when they went to that hospital. And therefore we are dealing with a lot of mental cases. Na wakati ambapo taifa la Kenya bado linang'ang'ana kudhibiti takwimu hizi za kutamausha, kaunti ya Kiambu imechukua hatua, kwani kwa miezi 7 iliyopita kaunti hiyo haijanakili hata kifo kimoja kati ya kina mama ama watoto wanaozaliwa. By 31st of October, we had delivered 5,230 women, and this year, out of those 5,000 women, there has not been a single mortality from postpartum hemorrhage, and we have not referred anybody out of the facility due to postpartum hemorrhage. Baraza la magavana imetoa wito kwa serikali ya kitaifa kuziba baadhi ya pengo katika bima ya SHA ili kuboresha huduma za afya ya akina mama. Now when you deny deliveries at the dispensaries and health centers, that is level 2 and 3, just because of the issues of bed capacity, then we are not progressing. Actually, we are retrogressing. Katika juhudi za kutekeleza mradi wa kutathmini vifo vya akina mama na watoto katika kaunti mbalimbali nchini, serikali inatarajika kuwekeza kitita cha shilingi milioni 531 kwa miaka 3, ambayo pia itaokoa maisha ya kina mama 990 kila mwaka. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Tuangazie mengine. Chama cha ODM kimemuidhinisha rasmi Daktari Oburu Oginga, kakake hayati kinara wa ODM Raila Odinga, kuwa kiongozi mpya wa chama hicho katika kikao cha mkutano mkuu wa wagombea wa chama hicho unaofanyika kaunti ya Mombasa.
Uamuzi huo unaajiri wakati chama hicho kinapanga kuadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwake. Kuanzia hapo kesho, kaunti ya Mombasa pamoja na kupanga upya safu zake za uongozi kuelekea uchaguzi mkuu ujao, huku kukiibuka malengo kinzani chamani humo kuhusu ikiwa watamuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Hivi sasa viongozi wanazungumza kutoka Mombasa. Hebu tuwasikilize. His achievement. We must resolve to celebrate his ideas. We must resolve to strengthen the only vehicle he left for us to move ahead, which is our party, ODM. Because if we leave ODM to sink, there will be nothing for us to move ahead. The death of Raila has made us to be more than ever resolved to be a party not only of this size, but to resolve to be a party much bigger and bigger and bigger. And we cannot allow ourselves to be kumezwa. Hatutakubali kumezwa. We shall not agree kumezwa, because if you are strong, Na mtazamaji, taarifa hiyo tutakuwa tunakupa mengi zaidi kadri muda unavyozidi kusonga. Endelea kufuatilia TV47 ili tukufahamishe mengi zaidi. Hivi sasa nachukua mapumziko mafupi, tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Endelea kuwa nasi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Omar every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories.
Karibu tena mtazamaji, tuzidi kukufahamisha. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imetoa uchunguzi mpya ambao umeorodhesha maafisa wa polisi wa trafiki kuwa kitengo cha mafisadi zaidi na wasio na maadili katika idara ya polisi ya kitaifa. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed, utafiti huo uliotolewa Alhamis asubuhi umebaini kuwa ufisadi ni mojawapo ya visa vinavyoongoza katika idara ya polisi wa trafiki. Ripoti ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi imebaini kuwa maafisa wa polisi ni wafisadi na maafisa wa kitengo cha trafiki wakiorodheshwa kuwa walaji wakuu wa mlungula. We will support the efforts that have been established by the EACC so that we can come out of these findings that always the police is number 1 or 2 in the index of corruption. It's only by so doing and commitment that we all need to ensure that we have a steadfast police. Na kulingana na ripoti hiyo, baadhi ya maafisa wa trafiki waliopatikana na hatia ya kujihusisha na ufisadi hawakuchukuliwa hatua zozote za kisheria wala nidhamu, bali walihamishwa hadi vitengo vingine vya idara hiyo. Aidha, ripoti hiyo iliweka wazi ufisadi katika usajili wa makurutu wapya wa polisi, ikibainisha kuwa shughuli hiyo haijakuwa ikiendeshwa kwa uwazi, haki na usawa. Swala ambalo Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja ameapa kurekebisha katika usajili wa makurutu wapya wa polisi unaotarajiwa kufanyika wakati wowote. These officers that we expect to recruit, we have high hopes on them, that they are also coming in as reformers, not only, looking for a job within the policing service, but also coming in as reformers within the service, because the service requires reforms. Katika njia ya kutafuta suluhu kwa janga la ufisadi lililokaba koo idara ya polisi, EACC ilipendekeza kwamba sheria ya idara ya kitaifa ya polisi tekelezwe kikamilifu na kanuni zinazofaa ziweze kuanzishwa. So we are recommending that we enhance coordination and synergy of the reform directorates. We develop a structured framework for implementation of these reform programs and allocate adequate funds. And we put in place guidelines and establish a police reform unit for continuous and sustainable police reforms in adherence to Section 126(2)(b) and 132(2) of the NPS Act. Wakikiri kuwepo kwa ufisadi katika idara ya polisi, wakuu wa idara hiyo wameapa kukabiliana na janga hilo. Largely, professionalism and efficiency that we are talking about will only be attained by zero corruption. I must admit that any country or any society to excel and to have its socio-economic activities prosper is through a corruption-free. It's our commitment. Mtazamaji, tukiendelea kukutaarifu, mbunge wa Isiolo Kusini Mohamed Tubi amezikwa alasiri ya leo katika makaburi ya Tuloroba mjini Isiolo. Viongozi wa kitaifa wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula pamoja na mamia ya wakazi walihudhuria hafla hiyo ya mazishi, wakitoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo aliyefariki jana katika hospitali ya Nairobi baada ya kuugua kwa muda. Katika hotuba yake, spika Wetangula alimwomboleza marehemu Tubi kama kiongozi mpenda amani aliyekuwa mstari wa mbele katika kuhimiza maendeleo na mshikamano miongoni mwa wakazi wa Isiolo Kusini. Alisema licha ya changamoto za kiafya, Tubi aliendelea kutekeleza majukumu yake ya kibunge kwa bidii na uaminifu. Amekuwa rafiki yangu mkubwa, kila mara anakuja kwa ofisi yangu na yeye huwa anazungumzia mambo mawili: mambo ya mashamba na haki ya kumiliki mashamba hapa Isiolo. Alikuwa pia ameniletea hoja
ili alete bunge na nilikuwa nimemkubalia. Kwa hivyo mmepoteza mtetezi wenu, mtu mwenye ako anabishana na watu kiholela holela, mtu mwenye heshima yake mwenyewe na kwa wengine. Kwa hivyo kwa niaba yangu, niaba ya bunge yote, familia yangu na marafiki zake, tunasema pole sana. Ni mtu ya amani, ni mtu ambaye anasuluhisha shida yoyote ambayo anajua, na kwa heshima yake tunawaomba wakaaji watu wetu wa Isiolo tutuze amani, tuwashirikiane na viongozi wote. Yangu ni kuuliza wananchi wa Isiolo, tumepoteza ndugu yetu, kiongozi ambaye ni mshupavu, kiongozi wa ukweli, kiongozi ambaye anaweza kusimama na wananchi. Na mimi ningependa kurudisha shukrani kwa wananchi wa Isiolo wote. Tudunde viwanjani. Waziri wa michezo Salim Mvurya ametoa ilani kwa mashirikisho yanayotumia vibaya fedha wanazozipokea kutoka kwa serikali. Alikuwa akizungumza katika kongamano la marais na makatibu wakuu wa mashirikisho ya michezo katika kaunti ya Machakos. Tony Kwalanda anahudhuria mkutano huo na hii hapa taarifa yake. Asante sana Joas Onsare, niko mbashara hapa Manzoni, kaunti ya Machakos, na siku ya pili tayari imekamilika katika kongamano hili la marais na makatibu wakuu wa mashirikisho ya humu nchini ya michezo. Hapo awali tuliweza kuzungumza na rais wa shirikisho ama chama cha Olimpiki nchini NOC pamoja na waziri wa michezo, na tuweze kusikiza yale ambayo aliweza kusema. Of not less than 7 athletes going to compete to earn points. Yes. So the government sometimes, and I say they support a lot. Yes. I'm not saying government doesn't support. Yes. Government supports all the time. But you find the resources sometimes from the government are not enough. True. So you end up sending 3 athletes instead of 7. In what criteria have you used to send these are three athletes from the 7 weight categories? So it's a picky ponky. This conference is very key, you know, in making sure that we have a focused leadership in the federations. So I want to take this opportunity to thank Mr. Shadrack Maluki for putting this conference together. I show to the people at home, you know, if that guy will leave the country and go and train in the US, and my breakthrough came through Kenya, I mean, what am I showing to the young kids? So, I mean, we have everything. We've a testament of that. We use what you have to get what you want. I mean, the sons and everything, whatever they're doing, basically is almost the same thing that we're doing. But you know, genetics, you can't give me what the USA guy is doing. Yeah. That will be under training. Because where I'm born, where I'm raised, minimum is a hardship. You know, senior set tulikuwa tunabeba 20 liters. Mtazamaji, ni taarifa ambayo utakuwa unaipata kwa kina mwendo wa saa 3. Kikosi cha timu Kenya kitakachowakilisha Kenya kwenye mashindano ya Olimpiki ya wasio na uwezo wa kusikia ambayo yataandaliwa jijini Tokyo, Japan, kiliondoka nchini mapema leo. Kikosi hicho kimekuwa kambini ugani Kasarani na kitaelekea Tokyo kabla ya mashindano hayo kuanza rasmi Jumamosi wiki hii. Kikosi cha watu 180 wakiwemo wanariadha, maafisa wa timu, madaktari na watafsiri wa lugha ya ishara wataelekea kwenye mashindano hayo ambapo Kenya inawakilishwa na mchezo wa handiboli ya wanaume, riadha, masumbwi, gofu na mpira wa kikapu kitengo cha kinadada. The team has trained well in the camp, and we believe they are ready to go to Tokyo and perform. Training was good in the camp, and we feel the training was objective
and we are ready as a team. Who have brought in new energy. They've brought in something that we didn't have before. Like now, the captain was not there in 2022. That is Auma, and we feel she's bringing in something new into the team. Jane, who is 18 years old, is also bringing in new energy into the team. So this is a boost to our team. Naam, mtazamaji, muda umeturuhusu kukupa taarifa hizo. Taarifa zaidi utakuwa unazipata mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kimombo. Shukrani za dhati kwa kutenga muda wako na kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, na shukrani kwa kikosi chote kufanikisha taarifa hizi. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, mtangazaji kwa lugha ya ishara amekuwa Catherine Simaloi. Usiku mwema na vile vile utazamaji mwema. Kwaheri kwa sasa.